Popote pale duniani unapotufuatilia, hii ni Rick Media na mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Tunazungumza kutoka kwenye uwanja wa KMC ambapo leo tunaenda kushuhudia mchezo wa ligi kuu kati ya Young Africans dhidi ya kikosi cha Namungo, mchezo ambao utafanyika hapa kwenye dimba la KMC majira ya saa 10 kamili za jioni. Hii ni hali halisi kabla ya mchezo huo. Mapema tu hapa kikosi cha Young Africans kinawasili hapa, lakini pia kikosi cha Namungo kinawasili hapa tayari kabisa kujiweka sawa kwa ajili ya mchezo huu ambao utakuwa na wavuta ni kuvuta kuzitafuta alama tatu kwa ajili ya kujiweka sehemu nzuri kwa Young Africans ambaye anapigania ubingwa wa ligi kuu, lakini pia kikosi cha Namungo ambacho kinatafuta nafasi ya kujiweka vizuri kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Hizi ni ripoti kutoka hapa kwenye dimba la KMC. Na hii ni Rick Media. YouTube tunasomeka kama Rick Media, lakini Instagram tunasomeka kama Rick Media TZ, Facebook pia tunasomeka kama Rick Media TZ. Twende sawa tufuatilie nini ambacho kinajiri hapa kwenye uwanja wa KMC ambao uko Mwenge, Dar es Salaam. Kikosi cha Young Africans hiki hapa ambacho kinawasili kwenye uwanja wa KMC kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu dhidi ya kikosi cha Namungo, mchezo ambao utapigwa hapa kwenye dimba la KMC. Kama ambavyo unashuhudia Young Africans hawa hapa wanawasili hapa KMC kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu dhidi ya kikosi cha Namungo. Tazama basi hili la wachezaji wa Young Africans linawasili hapa tayari kabisa kwa ajili ya mchezo huo wa ligi kuu ambao unafanyika hapa kwenye dimba la KMC jioni ya leo. Saa za Afrika Mashariki na Kati. Kama ambavyo unashuhudia basi ambalo limebeba wachezaji pamoja na benchi la ufundi kutoka kikosi cha Namungo linawasili hapa uwanja wa KMC. Kama ambavyo unashuhudia hapa wamekuja kuwakabili wenyeji wao Young Africans, mchezo ambao ni sehemu ya michezo minne ya Young Africans ambayo imesalia kumaliza ligi NBC msimu wa 2024 2025. Kiapa kikosi cha Namungo kikiwa kinawasili hapa kwenye dimba la KMC Complex tayari kabisa kuwavaa Young Africans. Yes, wauaji wa kusini hawa chini ya kocha Juma Ramadhan Mgunda wanawasili hapa uwanja wa KMC Mwenge. Jioni hii watakuwa na kibarua kizito mbele ya Young Africans ambao wanahitaji kushinda michezo yao yote iliyosalia ligi kuu kwa ajili ya kujiweka kwenye nafasi nzuri kwenye zile mbio za ubingwa dhidi ya mtani wao Simba ambaye yeye atasafiri siku ya leo kuelekea kule Morocco kwenye mchezo wa finali kombe la shirikisho barani Afrika. Namungo FC hawa hapa wanawasili hapa uwanja wa KMC tayari kabisa kuwavaa Young Africans jioni ya leo. Tazama KMC wakiwasili hapa kwenye uwanja tazama hapa Namungo wakiwasili hapa kwenye uwanja wa KMC mapema tu kuwavaa Young Africans. Kwa ilivyopita kwa heshima na taadhima, imebidi niipigie saluti baada ya kuiona nembo ya Yanga.
Umekuja uwanjani. Tumekuja uwanjani, lakini tuna taarifa nzito kwelikweli hapa uwanjani. Ya nini tena? Kuna mpango mkakati mkakati ambao umesukwa na baadhi ya watu wachache kutoka kwenye chombo cha mpira nchini Tanzania. Yanga leo atengenezewe mazingira apoteze mechi, sio hii tu, kati ya mechi zake 3 zilizobakia, mechi zake 3 zilizobakia basi tufanye 5, basi tufanye 5 au 7. Sisi tunazijua 3. Nyie sasa wachezaji, sisi Yanga Afrika ambao ndio mnacheza, tunakwambieni zimebaki mechi zetu 3. Katika zile mechi zetu 3 kuna watu wamepanga mpango mkakati wa sisi kupoteza mchezo mmoja. Wanatengeneza mazingira, wataleta kibendera, mwenye kunyanyua offside ya goli sio goli, goli ambalo ni goli atanyanyua kibendera chake. Sasa waambieni hivi, sisi taarifa zao tunazo hadharani na tunaambizana hadharani. Refari akileta undwaza tutamfanya alichofanywa na Simba Princess. Simba Princess simeona, Simba Queens wale. Simeona refa akiwachanganya jinsi ambacho wanamfanyia, au wanaruhusiwa kufanya Simba tu. Maana kama Simba ndo wanaruhusiwa kufanya kila kitu cha ovyo kwenye hii nchi, alafu hakuna hukumu, hakuna chochote kitakachoendelea. Uwanjani huu Simba Princess wameletwa undwazwa, wakamaindi, wakachukua hatua za sheria mkononi. Nasikia kesho refari anayechezesha mechi za Yanga na yeye awe makini, tutafanya kama ambavyo Simba Queens wanafanya sasa hivi. Na nasikia mechi ya kesho ya JKT Queens na Yanga Princess, Simba Queens wanawashabikia nyinyi. Yaani Yanga mimi Yanga mwenyewe nashabikia JKT Queens. Mimi Yanga Afrika. Mechi ya kesho wanawashabikia nyinyi. Yaani nataka msimu watoke patupu fyu. Yaani unajua ile fyu. Hawalambi kikeni, hawalambi kiumeni, hawalambi utotoni. Sasa nyinyi kesho mna kazi na JKT Tanzania. Na mechi kule na nasikia mmehudhuria mazoezi ya Young Princess kwenda kwenye mechi hiyo kubwa. Nasikia kocha vipi kikosi atachokuja nacho? Yaani kwa kuwa tumezuiliwa kwenye mazoezi ya mwisho, kikosi takachoenda kukipanga ni kile ambacho kilifanya mazoezi nyumbani. Yaani mechi ya kesho ya Yanga Princess na JKT Queens. Mimi Godi Yanga niko upande wa JKT Queens. Yaani wala sina shida na hakuna mtu na hamna mtu kunipangia kushangilia timu. Hasa mimi Yanga Princess, lakini nitakuwa nawashangilia JKT Queens. Hao ndo wanangu wa faida. Watakiwa mabingwa. Yaani mwaka huu Shekhe ubingwa wa madunduka watausikia kwenye mbao ndefu. Wowote ule unaojua wewe wanashiriki. Wao wanashiriki watoto, wao wanashiriki watu wazima, wazee. Wote unaojua wewe, maana sasa hivi kuna mashindano wamewatafutia makombe. Kuna wale mashindano ya watu wazima ya ligi ya malejendari. Watapita mswaki. Ligi ya maveterani Tanzania ile Premier League veterani ile. Simba wanapita. Ukisikia sijui kombe la shirikisho barani Afrika Simba anapita. Ukisikia ligi ya wanawake nchini Tanzania Simba anapita. Ukisikia FA ya Tanzania Simba anapita. Ukisikia ligi kuu Tanzania bara wanaume ile ligi ya vijana Simba, yani ni mswaki, watanuka midomo, hawana kwapa wanyanyui hivi, nywele zimejaa. Wa mwaka huu mbaya kwao.